Asante sana na kushukuru katika siku ya kudumisha kilele cha wanawake duniani. Sisi kama kata ya Kijitonyama tuko hapa Sinza maalum. Hii ni shule yenye watoto wenye uhitaji maalum. Kwa maana hiyo naweza nikasema ni walengwa nambari moja katika siku hii ambao tumeona ni vyema tuwafikie. Kwa hiyo tumewafikia, tumeleta mahitaji, lakini kubwa zaidi ambalo linaweza kutusaidia sisi na jamii kwa ujumla, serikali ya Muungano wa Tanzania imeweka jitihada kubwa kuhakikisha elimu inashuka chini. Elimu inawafikia walengwa. Kina mama wanapata elimu juu ya ukatili wa kijinsia, lakini vile vile mashuleni wanapata elimu juu ya ukatili wa kijinsia. Mashuleni tumeanzisha clubs tofauti tofauti ambazo kuna clubs zinahusiana na ukatili wa kijinsia na maambukizi ya HIV. Kwa hivyo basi tumeendelea kutoa elimu. Leo hapa pia tulikuwa na darasa, tulikuwa na dawati la jinsia, tulikuwa na ustawi wa jamii, tulikuwa na afisa maendeleo kwa ajili ya kuona ni namna gani tunaweza tukajikwamua. Kwa hiyo mbali na elimu, afisa maendeleo ameweza kutoa elimu namna ya kupata 10% za mikopo kwa kina mama kuweza kujikwamua, kwa sababu ukatili unatokea pale mtu anapokuwa hana pa kushika. Lakini unapokuwa tayari umejikwamua, una chako cha kufanya, hakika unaenda kuongoka na kuepukana na hili swala la ukatili wa kijinsia. Lakini vile vile tulikuwa na mtu wa dawati ambaye yeye kazi yake ilikuwa ni kusimamia sheria. Mtu akiwa anajua kwamba nikifanyiwa kitendo hiki wapi ninaweza kufikisha na nikasaidika, inakuwa ni vizuri sahihi. Siku ya wanawake duniani kwa hapa Tanzania imetusaidia kwa mengi sana. Kwanza imemfanya mwanamke kuonekana uwezo wake. Nadhani wewe mwenyewe unaweza ukawa ni shuhuda kwa mwanamke sasa hivi tunafanya kazi. Na hakika ukimwezesha mwanamke anaweza na anafanya makubwa zaidi. Kwa sababu mwanamke sio mtu ambaye anaweza akafocus na kitu kimoja tu. Mwanamke ni multipurpose, ana uwezo wa kufanya vitu zaidi ya viwili kwa wakati mmoja na vikafanyika na vikatimilika vizuri. Kwa hiyo mwanamke amekuwa ni mjenzi wa familia, lakini vile vile mwanamke amekuwa ni kiongozi bora na mfano kwa familia. Kwa hiyo nadhani unaweza ukaona ni namna gani mwanamke anaweza akaendelea kutufanya tukawa vizuri zaidi kwa upande huu. Kila mwanamke aweze kushiriki kikamilifu katika siku hii ya mwanamke duniani. Kuna mengi sana ya kujifunza na elimu nyingi ambazo zinaendelea kutoka hapa mpaka pale. Tumekuwa na midaharo tofauti tofauti inaongelea mambo ya ukatili, inaongelea namna ya kutunza familia yetu. Tukashiriki. Sisi wanawake ndo wa kusimama ili tuendelee kushikiliwa mkono. Tunapokuwa nyuma, sio rahisi mtu mwingine kuweza kutuunga mkono. Kwa hiyo mimi nawasihi kina mama wote, mabinti wote msibaki nyuma, tuungane pamoja ili tuweze kuhakikisha shughuli yetu ya wanawake duniani inaenda kufana na inaenda kufanya vizuri na kuonyesha uwezo wa mwanamke katika jamii ya leo, ana uwezo kiasi gani na makubwa mangapi ambayo tumeyafanya. Mfano mkubwa tunao Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Huu ni zaidi ya mfano kwa kweli. Ni mwanamke shupavu, mwanamke jasiri, anatusimamia vyema nchi nzima, lakini yeye ndo amekuwa nambari moja katika kuwashika mkono wanawake. Ana wanawake wengi sana ambao wamewashika mkono na kuhakikisha wanafikia ndoto zao. Kwa hivyo basi sisi kama viongozi wa chini, lakini hata wananchi ambao tayari tuna uwezo, naomba twende tukasimame pamoja na jamii yetu tuweze kuwashika mkono wale wenye uhitaji na kuhakikisha tunamsaidia mwanamke kuweza kukua zaidi. Sisi tumewiwa kuja kwenye hili kundi kwa sababu hili kundi kwanza limesaulika sana. Watu wenye mahitaji maalum hawazingatiwi. Licha Mheshimiwa Rais alitoa kauli kwamba wahudumiwe, lakini wengi wetu wanawasahau. Kwa hiyo tumeona tuwakumbuke na ndipo tumeweza kuja kwa sababu tumeambiwa tuguse mpaka yale makundi wanawake wa hali ya chini. Kwa hiyo tumeona kwa kuwa tuna mabinti zetu hapa tayari ni wanawake wa hali ya chini na ni watu wenye mahitaji, ndio tumeamua kuja kuungana nao na kuweza kuwafariji wale wazazi wanao wale watoto. Nikiwepo na mimi ni mzazi mmoja wapo. Huwa tunapata vitu vingi. Cha kwanza huwa tunakutana na watu tofauti tofauti, tunajifunza vingi, tunapokea elimu kila kipindi na hata leo tumepokea elimu ya ukatili wa kijinsia na elimu ya saikolojia na uchumi vile vile. Kwa hiyo tumejua wapi tunatoka wanawake na wapi tunakokwenda wanawake. Mimi na washauri wa Tanzania wengi hasa wanawake wapende kuwahudumia hawa makundi kwa watu wenye mahitaji maalum, wasichaguliwe wala wasibaguliwe kwa sababu kwani na wenyewe ni watu kama sisi, wanauelewa hasa wakisaidiwa na wanajimudu na wanaweza. Kwa hiyo nahitaji kuna hapo ushauri wananchi wenzangu
wakazani kuja kwenye haya vituo vyenye makundi wenye mahitaji maalum, waweze kuwasaidia watoto na kuwapa ushauri wale wazazi, ili waweze kujisikia au kupata faraja ya kujua kwamba kuna watu wanawakimbilia.